Lakini katika miongoni mwa mambo yanayopelekea wanawake wengi kudai talaka kwa waume zao, tukumbuke mada yetu ya msingi tunazungumzia madhara ya wazazi kuachana, au madhara ya wazazi kuachana na malezi ya watoto baada ya wazazi kuachana. Hii ndio mada ambayo tunaizungumzia. Sasa wakati fulani wanawake wanalazimika kudai talaka kwa waume zao kwa sababu ya shida wanayoipata katika baadhi ya majumba. Hili nao lazima tuliseme. Kuna wakati tunaweza tukawa tunawalaumu wakina mama kwamba kwa nini talaka, kwa nini wanazitalaka, lakini kuna sehemu fulani wanaume tunakosea juu ya kuishi na wanawake. Kuna kitu kinaitwa unyanyasaji wa kijinsia. Unyanyasaji wa kijinsia. Hili jambo limetawala sana katika baadhi ya ndoa nyingi sana. Yaani kwa kuwa mimi ni mwanamume najiona nina haki ya kumbamiza tu mwanamke ninapotaka. Na kuna watu wapo Waislamu ambao kazi yao ni kupiga tu wanawake. Yaani mke wake akimkosea kidogo kama ngoma kapiga. Mwanamke akijibu hivi kafanya hivi, mwanaume anapiga. Imefikia mahala wanawake wanakuwa wananyanyasika katika majumba yao. Mwisho wa siku mwanamke anashindwa kuvumilia, anadai talaka kwa mume wake. Sasa hili ni jambo ambalo halifai, unyanyasaji huu wa kijinsia. Kwa kuwa tu mimi ni mwanamume, nina nguvu, naweza nikampiga huyu, naweza nikambamiza, basi nafanya ninavyotaka tu. Hapana. Hii ni katika moja ya sababu inayopelekea wanawake kudai talaka katika majumba yao. Lakini sababu nyingine, matunzo kwa wanawake yamekuwa hakuna. Kuna baadhi ya ndoa wanawake wanapata tabu. Wanawake wana haki zao katika ndoa, wanazo haki zao, na wanaume wana haki zao katika ndoa. Katika miongoni mwa haki za wanawake ni alkiswa. Alkiswa, wanawake wanatakiwa waveshwe, mwanamke atakiwa avalishwe. Lakini wako baadhi ya Waislamu wanawake, au mtu ana mke wake hajawahi kumnunulia nguo, mwaka mzima unapita. Mwanamke utamkuta na kijola chake kimoja ama na kanga zake mbili mpaka zinachanika, mpaka mwanamke anatia aibu mtaani, na mwanaume hana muda wa kumnunulia nguo mke wake. Huu ni unyanyasaji katika maisha ya ndoa. Katika miongoni mwa haki ya mwanamke anayotakiwa kupewa ni alkiswa, mavazi. Lakini katika miongoni mwa haki nyingine anayotakiwa kupewa mwanamke ni an-nafaqa au taamun. Mwanamke anatakiwa alishwe, apewe chakula. Hii ni haki yake mwanamke katika ndoa. Lakini kuna baadhi ya ndoa mwanamke chakula anajitafutia mwenyewe. Bali imekwenda mbali zaidi, kuna baadhi ya ndoa mtu ana uwezo wa kumlisha mke wake milo 3 na anamlisha mlo mmoja. Imepelekea wanawake wengi kudai talaka katika majumba yao. Lakini miongoni mwa haki ya mwanamke anayotakiwa kupewa ni asukna, makazi. Atakiwa apewe makazi. Lakini kuna baadhi ya nyumba au kuna baadhi ya watu wameshindwa kuwatekelezea hitajio la msingi la kuwapa makazi wake zao. Yaani mtu ana mke, lakini yule mke anakaa kwao, na yule mwanaume naye anakaa kwao, lakini mke wake yule kamtelekeza kwao, akijisikia ndo anakwenda kumchukua, anafanya naye jambo, anamtelekeza kule. Kwa hiyo haki ya msingi mwanamke anakosa. Lakini kuna baadhi ya ndoa, na hizi zimekuwa nyingi sana, nyingi, kesi hizi zimekuwa nyingi. Kuna watu, mtu inafikia kiwango miezi 3 hajamuingilia mke wake, hajafanya jimai na mke wake. Kuna baadhi ya ndoa imefikia kiwango mtu anamaliza miezi 3, na kuna ndoa nyingine zimemaliza miezi 6, nyingine mpaka mwaka, mtu hajamgusa mke wake. Tena kuna baadhi ya ndoa mtu anakwenda kuoa, kuna baadhi ya ndoa mtu anakwenda kuoa mke mwingine, kisha anamtelekeza yule mke wake wa kwanza. Wako wanaume wanaofanya kitu kama hiko. Anakwenda kuoa mke mwingine wa pili, na ana mke wake wa kwanza, anamtelekeza yule mke wake wa kwanza. Mwanamke yule wa kwanza inamaliza miezi 3, 6, mwaka, hajaguswa na yule mume wake. Mwisho wa siku huyu mwanamke inapelekea kuomba talaka au kudai talaka. Ukienda katika mahakama ya kadhi au kwenye ofisi ya chief kadhi, utakuta kuna kesi nyingi za wanawake kutelekezwa na waume zao. Mwanamke huyu ana haki ya kudai talaka kwa sababu
ametelekezwa, mahitaji yake ya msingi hajayapata. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linapelekea wanawake wengi kudai talaka na kupelekea ndoa nyingi kuvunjika katika msingi kama huo. Kwa hiyo hili lisiwepo tatizo kama hilo katika jamii, maana yake ni lazima wanaume wachukue majukumu yao yale ya msingi, wachukue yale majukumu yao ya msingi waliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatazama wale wanawake, kuwapa zile haki zao za msingi wanazostahili, ili wasipelekee kudai talaka. Lakini kuna baadhi ya sababu tunazitengeneza sisi wenyewe wanaume mpaka inapelekea wanawake kudai talaka.